Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Brothers popote ulipo, karibu sana katika Bongo Brothers. Hii bana ni News Trends exclusive interview. Exclusive interview leo bana nimetembelewa na moja kati ya wafanyabiashara hapa jijini Dar es Salaam. Yes, ni Mtanzania, tena Mtanzania mmoja, Mtanzania wa Kichaga. Nimepiga naye story bwana leo hapa. Nikasema hebu ngoja. Nilimwona Samuel bwana kwenye social media. Nikasema no, hebu tukae tupige mastori kidogo kuhusiana na hiyo ambayo anafanya, kwa sababu anatoa elimu fulani hivi kwa vijana wengi sana ambao kama ni wa kike wa kiume, nadhani mkipata hii basi mtafika mbali sana. Mimi naitwa Godwin Mawanja, hii ni News Trend exclusive interview. Leo niko na Happy Lema. Hello, mambo? Safi. Zima? Kabisa. Habari za uzima? Tunamshukuru Mungu. Uko poa Familia haijambo? Wazima wote. Hongera, umependeza. Au ndo mambo ya biashara hayo tena? Thank you. So unajua unauza accessories, I see you are glowing. I'm glowing. Hongera sana ndugu yangu. Asante. Usikute pengine mambo ya biashara, tuambie siri si tuingie huko bwana. Siri ndio hiyo ya biashara. Boni kutamu huko, kunoga huko. Kutamu lakini sio pa kurelax kama unavyodhani. Kweli Kuna ile mtu anakuambia bora kujiajiri, bora kufanya biashara kuliko kuajiriwa. Yeah, it's true, ni bora, lakini sio bora hivi ambavyo watu wanafikiria. Kweli. Hakuna kurelax. Kuna kurelax. Yes, you struggle, you work hard and everything. Hebu nipe kwanza faida ya ambaye amejiajiri kama wewe na mtu ambaye kaajiriwa. Ile tofauti yake ni nini hapo? Kwanza kabisa, yani mimi natamani ingewezekana wanawake 100% tujiajiri. Kwa sababu sisi ndo tunao play part kwenye kuwakuza watoto kitabia, kuikuza na jamii kwa ujumla. Unajua? So kuna muda hizi ajira ambazo umeajiriwa na bosi, wewe you are under boss. Kwa muda wote atakisema you have to be there, you have to be there. Unless you are not there, uko fired. Unajua kuna wale ambao wanakuwa wako extra, yani ukichelewa kidogo, ukishindwa kutia anachotaka, kwa hiyo unashindwa kufanya vile ambavyo au una sababu za kueleza na kwambia utaandika maelezo. Uwe na maelezo. Lakini kwenye biashara huku at least unaweza ukaarrange ratiba zako by yourself. Sio kwa sababu bosi ratiba yake iko hivi, wewe kwako hiyo hivi. So hicho ndio kitu ambacho kwanza mimi nakifurahia kwenye biashara. Yes, kwamba naweza nikamanage ratiba zangu. Kwamba kama na ratiba ya kifamilia ambayo ni lazima nifanye katikati ya wiki, then I know kwamba katika biashara itabidi nitakuwa muda huu, na kwenye familia yangu nitafanya muda huu. Ambacho ndo kizuri ni kwamba I plan kwamba ya familia nifanye saa ngapi. Sio kwamba kuna nifanye kwanza ya bosi iishe ndo nije nifanye familia. Lakini pia kuna mazuri kidogo ya kuajiriwa, pia kuna mazuri yake kidogo. Mshahara uko constant pale. Unajua tofauti na kwenye biashara tunasema leo unapata kesho unakosa kabisa. Kwenye kuajiriwa kuna ile lakini unapata hiyo boom. Inategemea na umefanyaje hapo sasa. Yes. Sio kuna wakati biashara imekubali, imeitika unasema. Yes, ndio huyo anasema wakati wa Mungu ukifika hata kama ukipanda chumvi inaweza ikaota. Happy wewe sasa unatupanga hapo. Ndio alivyotoa. Hata chumvi inaweza kaota. Unaweza ukafanya biashara kupuliza upepo na watu wakakulipa ukapulizia upepo. Sure, kweli kabisa ndio. Lakini wanasema kwenye kuajiriwa mshahara is constant. Kuna ile kiinua mgongo cha mwisho baada ya kumaliza ajira nini. Which hata kwenye biashara unaweza ukawa nacho. Ni wewe tu kuwa na nidhamu ya kujiwekea. Kwamba kila siku nitakuwa naika kiasi fulani ama kila mwezi. Lakini sasa kuna namna ambavyo kuna mtu unakutana natamani kuanzisha biashara, inawezekana pengine binti amemaliza chuo maybe na nini kama hizo degree yake pale. Unajua masuala ya ajira tena sasa hivi changamoto. Lakini akijaribu kumwangalia shangazi yake alipotoka akati anasoma, alipofika biashara yake hajaenda hata mbele. Akimtazama pengine rafiki yake ambaye role model maybe wakati huo alimuona alikuwa na duka kubwa Kariakoo pale sio la nguo na nini. Wakati anasoma yuko form 4 huko anamtazama, yani ndio kama ndo mfano. Amemaliza chuo sasa, lakini yule ambaye alikuwa anamtazama kama mfano naye hana jambo. Mambo yalikuwa ni magumu. Anaingiwa woga, anaingiwa baridi. Biashara hivi iko hivi. Unamwambiaje? Cha kwanza, mtafutaji hatakiwi kuogopa. Yani hasa kama hujajipata, yani mtafutaji huwa hajajipata manake. Hutakiwi yani kitendo cha wewe kutengeneza hofu ndivyo ambavyo umejitengenezea kawingo fulani hivi cha kutokupiga hatua kubwa. Yes. Lakini kuna mambo ya msingi ambayo mara nyingi sasa ndio nakutaga kwenye Instagram account yangu wanayozungumzia kwenye biashara. Hatufanyi tu kwamba nimeweka mzigo, nimeuza, umenipa hela, nimefanya matumizi ama nimeongeza tu mzigo. No.
You have to know kwamba umeweka mzigo wa shilingi ngapi, utakupa faida kiasi gani, ofisi yako inajiendeshaje, watu wako unawalipaje. Ikiwezekana wewe jilipe ili usitumie hela biashara kwenye mambo yako. Ngoja nikwambie, kuna siku nimewahi kuona interview na imani nitakuwa sijakosea, ya CEO wa Nala, the next billionaire. Yule mtoto wa mchungaji huyo wa kanisa gani? Yes, na jina lake nadhani ni Benji. Nakumbuka kwa jina. Aliwahi kuulizwa kwa nini unamtumia bajaji muda mwingine wakati wewe ni tajiri mkubwa. Yeye alisema pesa mnayoiona kama ni tajiri mkubwa sio yangu, ni ya biashara, ni ya kampuni. Ile ya kwangu haijatosha bado kununua gari ninayotaka. Unajua? Yeah. Sasa kuna sisi huku wa Tanzania kuna watu wajielewa. Yaani wewe unaona kwenye duka lako unazungusha bilioni 20, 30, unajisema yes, milioni 30. No, hiyo sio yako. Hiyo ni hiyo biashara. Hiyo haikutambui. Muda wote inaweza ikaiko usipokuwa makini. Wewe unatakiwa utafute ya kwako. Ya kwako ndo vipi? Jilipe kamshahara. Kwa hiyo cheza matumizi yako kwenye kale kamshahara kako. Bakiisha na wewe lay low kama watu wengine wanavyo lay low na subiri. Sasa tuje hapo, kwa nini wafanya biashara wengi ama pengine mtu anataka kuanza biashara anaanza lakini mwishoni anaishia njiani? Anakwama wapi ambao pengine inamkatisha tamaa mpaka huyu ambaye sasa hivi kamaliza chuo anatamani kufanya biashara akikumbuka tu anaingiwa baridi? Kwa nini anakwama? Shida nini? Kauli ni ile ile. Mali bila daftari. Upotea bila habari. Yeah. Biashara mahesabu. Ndio. Kifeli mahesabu hiyo. Lost. Yaani hesabu ni muhimu sana sana. Unajua mimi nauza zaidi kwa jumla na wanakuja kwangu wengi tu ambao wanataka kuanza biashara. So sasa hivi nimeanza na kuwafanyaga counseling na plan ya next year kuwa na program kabisa ya kuwa na group ambao tutakuwa tunafanya kama darasa na nakuwa nawafuatilia wale ambao wanaanza biashara. Yaani mtu anaanza tu biashara kwa sababu amepata kamtaji, anaenda kununua mzigo na yeye awe ana biashara. Lakini hana kujua kwamba hii biashara anaifanya kwa ukubwa gani. Unajua ukiwa unafanya biashara unatakiwa kujijua ukubwa ambao uko nao sasa hivi. Yeah. How big you are na kiasi gani cha pesa unakitengeneza, kwa sababu inakusaidia. Kwa mfano mimi ni mwanafunzi wa mwalimu anaitwa Duka Huru. Ndio. Yes, anafundishaga mambo ya biashara. Yeye anakuambia unatakiwa kujijua hapo ulipo wewe uko katika level ya ukubwa gani wa biashara au wa pesa, kwa sababu unaweza ukatokea umepata milioni 5 kwenye biashara, labda imetokea hiyo siku neema ya Mungu kakuangukia, mtu kaja kupurchase kwa milioni 5. Hujawahi kushika milioni 5 na hujui kama tayari umefikia level ya kuingiza milioni 5. So unapata ile milioni 5 all of a sudden. Ulisema mwanangu anadaiwa ada shilingi ngapi? Umelipa ada. Kitu ambacho huenda kilikuwa kinaweza kufanywa slowly, lakini kwa sababu tu umeiona milioni 5 umeclear. Umeuliza gari yangu hajafanywa service how long? Kwenye service ya gari. Kwa sababu tu umeona milioni 5. Kumbe it is just a normal money katika biashara yako. Sasa wewe the way ambavyo unatumia bila kuweka hesabu, ndio pale ambapo tu. Yes, na kuna kitu kinaitwa office running cost. Hicho nadhani nitahitaji kukisema tena na tena, kwa sababu watu wengi wanaona uvivu kukipigia hesabu, lakini ndio sehemu ambayo wanaanguka sana. Kisema office running cost na maanisha kitu chochote ambacho unakigaramikia, either biashara imeuza au umefanya huduma au hujafanya, yani you have to pay that. Kwa mfano rent, pesa ya kuendeshea hiyo. Yes, yani running cost of office ndo rent iko, kodi utalipa either biashara umefanya au hujafanya. Na kwa sababu sisi huwa tunalipa kodi kabla ya kuanza mwaka, yani unavomaliza mwaka unalipa kodi for the next year. So unavyokaa hivyo kwenye ofisi, maana yake tayari kuna kodi ulishalipa, kuna hela unaipoteza pale usipofanya biashara. Kuna malipo ya mamlaka za fedha na manispaa, TRA, manispaa, maji, umeme, taka, chakula. Ikitokea tu umeajiri, mishahara, zote hizo running cost. Na unatakiwa uziweke katika mfumo. Ukiweza unabidi ujue kwa siku running cost yako ni kiasi gani, sababu tunapiga hesabu kwa siku. Funga hesabu kwa siku, kila siku. So kwa siku umefunga hesabu yako 300,000. Kiasi gani pale ni mtaji ulionunulia bidhaa kando. Faida inayobaki, ile sio faida tu. Lazima kuna gharama za kuiendesha ofisi za hiyo siku, inabidi uzitoe. Kisha zitoa, inayobaki sasa ndio inaitwa faida. Sasa wewe utachagua hiyo faida uitafune. Ukiitafuna, biashara yako haitakuwa, itabaki level ile ile. Kwa sababu ili biashara pia ikue, huwa tunatarajia faida urudishe kuwa kama
hiyo nayo pia watu wengi hawana. Hiyo siri umetubia siri hiyo. Kwa namna gani hiyo? Vizuri. Unajua, okay, mimi nijitolee sasa mimi mfano. Mimi wakati nimeanza kuwinga ikiwa chuo, chukua mali uza. Then baada ya chuo nilikuwa nimeingia Kariakoo as full time winga. Sasa ile asubuhi mpaka jioni, either unapata upati, ila you are there Kariakoo, unazurura pale, unawingia kwenye maduka ya matajiri mpaka upati. Kwa hiyo ambacho nilikuwa nafanya, yani faida ninayopata sasa wakati huo nilikuwa sina ofisi. Kwa mimi nipate tu faida kangu kale kwa kuwinga. Natoa tu pesa ambayo nitahitaji kula na nini, ile nyingine yote nilikuwa nairudisha na benki, kwa sababu nilikuwa nahitaji kusave kwa ajili ya kupata ofisi. Nilivyokuwa na ofisi, kitendo cha kuwa na ofisi, kuna mwingine maisha yanabadilika. Pale alikuwa amepanga zake ka apartment ka 50,000, chumba ka 50,000, unaona kanitoshi. Kanyumba kaisa. No. Yani mimi si watu hata watu wananijua. Sio mtu wa kubadilisha maisha kirahisi. Kwa sababu huwa nahitaji pesa yangu yote kama ikiwezekana irudi ikaendelee kukuza mtaji. Sasa kama mtu huwezi kufanya hivyo, ukipata tu pesa kidogo na wewe unaongeza matumizi, haiwezi kurudi kama mtaji. Kwa hiyo ni mwendo wa, yani unafanya kama vile hakuna kitu kimetokea kwenye maisha yako. Okay, ndio. Lakini kumbe kuna kitu kimetokea. Kuna kiwango cha pesa kimeongezeka, lakini you act like hakijaongezeka kabisa. You live the same life ambayo ulizoea kuishi mpaka uone okay, hapa sasa ni lazima kitu fulani kibadilike. Ndio kinabadilika. By the time lazima hicho kitu kibadilike, na wewe kiwango cha pesa sio kile ambacho kiliongezeka that time. Unakuwa kimeongezeka tena kidogo. Yes. Kwa hiyo yani jinsi ya kufanya ni kuhakikisha kwamba hubadilishi matumizi yako. Matumizi yako yabaki vile vile hata kiwango cha pesa kiongezeke. Unajua kiwango cha pesa huwa hakiongezeki kama matumizi yanavyoongezeka ukiruhusu. Yaani unaweza ukakuta mshahara unaongezeka, hata unaweza ukasikia ongezeko la mshahara. Haubadiliki kwamba umejidabo, kwamba uko unalipa 500 unalipa milioni, no. Kutoka labda 5 tu 650, 700, lakini ukiruhusu matumizi yako ongezeke, yanaweza yakajida. Tena mapema kabisa. Mapema, chap. Kama nimegundua kuna changamoto kama nimekuwa mfano, nimejaribu kutoa hata mfano pale tuko off-air, nikasema nimejaribu kuona kwamba wafanyabiashara wengi, kwa mfano wafanyabiashara ndogo ndogo, let's say mfanyabiashara wa chipsi au pengine mfanyabiashara anauza pengine gahawa mdogo tu, let's say anauza chapati, sijui chai, maandazi na nini, maziwa. Anaanza biashara, lakini ndio maana kuna kitu hapo pia amenifundisha kwamba anaanza biashara ila akipata faida yake ndogo, let's say amepata hata shilingi 20,000 kwa siku hiyo. Basi hivi chini kesho anaingia kwenye majukumu, mtoto shule anatakiwa shule shilingi 2,000 anampa 2,000 na kama unavyosema wakati mwingine pia. Kwa hiyo kumbe kulikuwa kuna namna ya kuifanya biashara yako iweze kuendelea kuwa na consistency ya biashara yako. Lazima hiyo faida unayopata angalau uendelee kuiwekeza ili biashara yako ifanye iwe kubwa zaidi. Itakuongezea kuwa na fedha zaidi na zaidi. Yes, siri ni hiyo ya kwanza, lakini pia labda unajua kuna muda mwingine kwenye jamii kuna watu wako kwenye tied position, yani hawana namna. Ili familia ziishi lazima wao watafute ile faida ndio wakuze familia. Kwa namna fulani watapiga tu taratibu, lakini at least wasiibe. Tunasema at least wasifanye kitu kibaya, basi waitunze familia. Ila kwa yule ambaye ni kijana ambaye kuna majukumu yanayokuandama, yanayokuelemea, yani you're just from school, ukapata tu nafasi ya kufanya biashara kaanza kuingia, usibadilishe kwanza maisha. Save. Lakini pia ukiacha kurudisha mtaji kwenye faida, kuna siri nyingine ambayo wanasema ndo matajiri wanaitumia. Kutumia pesa za watu wengine. Kutumia pesa za watu wengine. Kivipi hiyo? Mikopo hapo wanazungumzia mikopo, wanazungumzia mambo ya hisa, wanazungumzia mambo ya hisa ndo share. Yani kwamba either mtu ailete pesa au zile wanaita joint business. Yes. Ukusanye pesa zako na pesa za mtu mwingine, mweke pamoja. Ama mtu mwingine awekeze kwako, wewe run your business, yeye apate asilimia zake za faida. Ama ndio benki ni associate zote ambazo zinaweza zikakupa mkopo, kwa sababu mkopo maana yake ile sio hela yako. Ile ni hela ya watu. Unaichukua ukafanya kazi. Yes. Kwa pia inawezekana. Na watu wanaogopa. Na ndo hapo ambapo nawaambia wenyewe wanatajiri nakwambia mtafutaji haogopi. Ukiogopa ndo unavozidi kujiwekea limit kwamba utaishia level fulani. Kuna level ukifika you will have to kukaribisha partnerships, karibisha au watu wa kununua shares kama kampuni yako utakuwa umeshatengenezea wa mazingira mazuri ya shares.
kuna wakati utafika you will have to take that loan. Sasa ukachukua huo mkopo ambapo utajikuwa na strategy kamili nzuri za biashara. Sio bado unachukua mkopo nusu biashara, nusu unaenda kununua gari. Ili onekane mjini unavimba. Kwenye mkopo hapo hivi kopo, kama mtu akichukua mkopo hivi unatija katika biashara yako kweli? Sana. Maana wengine tunaonaga biashara inakuta imeenda vibaya na kafilisiwa kabisa na benki husika labda, au na hiyo taasisi iliyomkopesha. Hapo alifeli kwenye hesabu. Kwa maana ya hiyo. Unajua yani kuanguka kwenye biashara, ukiacha kukosea mahesabu, pia kuna swala la kushindwa mabadiliko ya soko. Unaweza kuwa na mzigo lakini si mzigo ambao soko. Hiyo biashara ikaanguka. Lakini kuna zile pia naitaga disaster. So katokea umepata majanga. So umepata majanga, at the same time hukuwa na saving yoyote ambayo ni kama pesa ya emergency, you go down. Na kama ndo ulikuwa na mkopo lazima ikulambe. Kwa hiyo ambacho huwa tunashauriana kwenye biashara kwamba wakati unaendelea kuikuza, weka viasilimia vichache ya kusaidia. Na mimi sio tunawaambia, ni hata mimi asilimia na viweka UTT kidogo, kuna viasilimia viko katika microfinance vidogo. Mambo majanga hiyo, yani huwezi vile vina. Lakini mikopo nzuri. Maana kuna ile unakuta sasa unakaa ndio na meki, unafanya biashara yako na malengo, kwa matatizo kaida kwenye jamii. Kwa mfano kama unakuta mtu kafia na mama yake, rafiki yako kipenzi, afia bwana mzazi wake, pia sina hela, una meki hapo. Sawa, kesho kutwa janga lingine, pengine mtu sio amelazwa, rafiki yako tunachanga chini, mimi sina hela. Haya, hiyo pia na wakati mwingine si mbaya sana hiyo. Ni mbaya, na unatakiwa kujikuna urefu wa kamba yako. Ndio maana sisitiza kwamba kuwe na kila kidogo kwa ajili ya masuala kama hayo sasa. Yes. Lakini yani, pesa hiyo ya kuwa kwa ajili ya masuala kama hayo, lakini pia kuna watu wanatoa kwenye jamii ili watu wawaone. Sio kwamba huo ndo uwezo wako, hapana. Uwezo wako ni wa kawaida kabisa. Ila you want plan yajue kwamba ulitoa. Sasa yani wewe uwezo wako wa kutoa pole pale ni efficient. Kwa msimu. Unaenda kuibia wapi? Ndio either kwenye biashara ama kwenye savings zako. That means unajirudisha nyuma. Sawa? Unajua kwa mtu ambaye unafanya biashara na una mzunguko, itokea janga, kutoa pesa ya janga hivi kidogo, yani sio kesi, yani haiwezi kukuangusha kwenye biashara. Lakini kuna yule anataka kufanya jambo mpaka watu washtuke wake. Dunia ione umetoa. Yani ukishataka tu dunia ione, unaiandaa dunia kukuona ukiwa unaanguka. Bwana. Kwa hiyo ndio siri ya kuweza kufikia huko sasa. Sawa. Lakini kumekuwa na tendency ya hii, unakuta kuna wafanya biashara ambao wanaanza ndani ya miezi 6 mtu amekuwa mkubwa. Hivi hicho kitu kinawezekana? Tumeona kuna baadhi hata mastaa wengine, au kuna baadhi ya wafanya biashara wengine tunaonaga tu madukani huko Sinza, Kariakoo, mtu kaanza biashara within pengine miezi hiyo 6 tayari mtu ameshakuwa mkubwa ghafla. Inakuwaje hii? Mbona mimi mnatuvuruga hapa eneo hilo? Wanakuambia biashara ni siri. Biashara kweli hiyo, mtu ana biashara tu wanakuambia biashara ni siri. Sawa? Na mimi nina uhakika 100% kwamba hata umfuate na mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu ambaye ni ride or die tunasema, akwambie sena na biashara amefanyaje amekuwa, atakwambia, lakini kuna kitu hata kwambia. Kile kitu ambacho haja kwambia ndo siri yake. Na ndo kitu ambacho huwa kila mtu ambaye ana akili timamu atakwambia usiki-expose, kwa sababu wanakwambia hakikisha mtu acheze na sehemu yako ya risk. Yes, hicho kasiri ndio kitu chako cha risk, ambacho ukiki-expose maana yake wewe ume-expose namna yako ya kufanikiwa. Sawa, lakini ukiacha kwamba sasa hiyo biashara ni siri, pia kuna wale ambao wana hit business katika muda sahihi. Hiyo nayo ni jambo ambalo linaweza likatokea. Yani tunasemaga kama wamelamba bingo, kwamba umeinvest au umefanya kitu sehemu sahihi. Okay, kwa mfano mtu amekuja na wazo la about, kwa sababu sasa hivi watu wa mambo ya AI wanaonekana kwamba watakuja kufanya vizuri sana kwenye upande wa biashara. Kwa mfano mtu alifanya computer science ambaye anaweza kudeal na mambo ya AI, akapata investor kama labda ndo ameanzisha within 3 months
kazi zake ambazo anazifanya zikaonekana. Akaweza kufanya business proposal, akapeleka kwa watu wakubwa, let me assume Diamond, sawa. Let me say akapeleka kwa mtu kama tajiri labda kama Bakresa, akamuonyesha either mfumo ambao unaweza kumsaidia kwenye operations zake. Akiinvest, yule mtu amewin. Yani just one person akiinvest kwenye kitu chake hawezi kuwa kama alivyokuwa alipokuwa amestart biashara. Kwa hiyo pale amehit kwenye sehemu husika kwa muda husika. Bingo inakuwa bingo kubwa sana. Kwa hiyo huwa inakuwa hayo pia kwa staili kama hiyo pia. Yeah, it happens. Ndio maana unaweza kumuona mtu amefanya biashara miaka mingi lakini ikatokea labda within katika mwaka mmoja ndio akafanya vizuri sana. So that katika ule mwaka ndio kulikuwa amehit katika hitaji linalohitajika katika muda unaohitajika. Yeah. Na vipi kuhusu wao pengine wafanya biashara ukuta mtu miaka 15 miaka 20 anafanya biashara yake karanga lakini au biashara yake chakula ni hiyo tu, miaka 25 mtoto anamzaa mpaka anafika chuo, mtoto mpaka anaolewa. Mama biashara yake ni hiyo tu, kama alikuwa anauzaga uji ni uji, miaka 30 ni uji tu mpaka anazeeka. Hakuna tu yote ambaye amewahi kupiga. Tatizo linakuwa ni nini? Sio tatizo. Ameamua tena. Yeah. Kwamba apendi mafanikio. Yeah, alishapiga hesabu. No, yani hajafikiria mafanikio hayo wenyewe mnayoyafikiria. Watoto wa kila target yake watoto wake wale, apate kodi ya nyumba yake. So kuna siku aliuza chapati 5 akaona ameshindwa. Kuna siku akauza chapati 20 akaona bado hajafikia. Siku aliuza chapati 100 akaona amekulipa ada, kulipa kodi. Wapo, nadhani unajua kuna mama mtani unajua ni hajawahi kuja kwenda kuomba chumvi, haujawahi kuona mwanae amefukuzwa ada, lakini siku zote yuko pale na chapati zake. Maana yake hesabu zake ishazifanya. Nitoka niko mdogo kuna watu nawaona mpaka sasa hivi nimefikia huku na nini. Naona watu wako vile vile, maisha ni yale yale. Yaani wewe alishapiga hesabu zake akajua tu akiuza chapati 100 kwa siku amefanya vile. Kwa hiyo habari ya awaze 200 maana yake unapomwambia atafute zaidi, maana yake atafute wateja zaidi. Sasa atengeneza 200 asipopata wateja kazi akuuliza. Oe, ndio maana kulingana na malengo yako ndio mapambano yako. Kulingana na malengo yako ndio mapambano. Yeah, kwa nini umeanzisha Bongo Brothers? Kwa nini unafanya kipindi hichi sasa? Ni kwa sababu kuna picha, kuna future unayo unafanya hicho. So kulingana na malengo yako, kulingana na target zako ndio mapambano yako. Hivyo. Yeah. Unatufundisha? Na mimi nimesoma. Hongera sana. Asante. Kuja sasa wewe kwako binafsi. Wewe umesomea haya mambo ya biashara ama kozi nilosoma ilikuwa ina somo la biashara? Au ni interest tu kabila linaruhusu? Kabila. Mimi nimesoma International Relations and Diplomacy, CFR, chuo cha diploma. Soma. Katika kozi yetu kuna kozi ya uchumi, lakini haifundishi hichi cha biashara ambacho tunakifanya kihivyo, ila inaelekeza mambo ya msingi ambayo unaweza kufanya biashara. Lakini haya mengine yote nimejifunza along the way nikiwa katikati ya mapambano. Mengi najifunza kutoka kwa matajiri ambao wako Kariakoo. Matajiri wa Kariakoo na madini yao ni madini magumu. Yaani Kariakoo. Pale ukitaka elimu ya biashara sogea Kariakoo. Matajiri wana elimu ya biashara ya kutosha. And sio ile soft, no, you learn in a hard way. Yaani watakufundisha vitu katika mazingira ambayo unasema naanzia wapi. Unajua shuleni theories zinatudanganya, sijui nisemeje. Yaani ukisema ufanye kile ambacho umesoma shule ndio uje ukiapply, vingi unaweza kuvikuta yani havina matokeo. Unahitaji wanasema akili ya ziada. Sasa hiyo akili ya ziada huko Kariakoo walishaanza kuitumia way back. Wengine tena hata bila kwenda shule, ile akili ya ziada tu walikuwa wanaitumia na kwa sasa ukipata muda ukikaa nao kaongea nao ndo unaanza kujifunza sasa kwamba yani hata hiyo kwamba mikopo ni kitu kinachosaidia. Huko Kariakoo kuna ambao mikopo imewatoa kabisa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuna wengine mikopo hiyo walishindwa kufinyia hesabu. Kwa hiyo sasa ni wewe tu unaenda kujifunza kwa nani. Nikajua nasema pengine labda umesomea maybe. Wewe taaluma yako umechukua nini? Mahusiano ya kimataifa na diplomacy. International Relations and Diplomacy. Okay. Yes. Lakini sasa ndio umekaa kwenye siasa. Mimi nimekaa kwenye biashara. Kwenye biashara, yeah. Na unafikiria lakini baadaye kuajiriwa pengine? Natamani sana kutumia elimu yangu, natamani sana kutumia elimu. Lakini sio fedha ambazo utalipa. Kwa kweli chochote ambacho wewe uko nacho, uko vizuri kwenye hicho kitu, usikubali kufanya for free.
Do not do anything you're good at for free. Kuna muda biashara itakuwa imeenda mbali financially, inakupa kitu ambacho unahitaji, alafu ndio unahitajika, utaenda kweli kwenye kutumia elimu yako? Kwa mujibu wa takwimu inaonekana nitaenda. Kwa mujibu wa takwimu inaonekana utaenda. Kwa sababu ili uweze kusema umefanikiwa kwenye biashara, ni lazima ufike sehemu ambayo biashara inaweza ikaendelea bila wewe. Like I'm here now, lakini kule inaendelea. Sijafika bado kiwango hicho, lakini so far so good. Namshukuru Mungu kwamba nina uwezo wa kuachia watu wakaendelea kuifanya, mimi nikiwa nafanya majukumu mengine. So kama ambavyo nimejibaiba niko hapa, nitajibaiba kufanya mambo mengine as long as money comes in. Tutakuwa tukipata kwenye interview sasa. As long as money comes in, as long as money comes in, nafanya. Yani tutapata tu muda wa interview, au si? Tutapata tu muda hivyo vitu. Nakubali. Hatari sana. Na mimi una inspire sasa hivi wasichana wengi sana ambao wanakutazama muda huu, na pengine wale ambao pia wamekuwa kifuatilia kupitia social media zenu. Naona tayari pia una msaidizi, nakumbuka ni namba ya simu nipige siku ile nikapokea msaidizi hapa. Ana namba yake. Check, nadhani alinipa pia namba yako mpaka tukapata kuwasiliana. 5 years to come. Laymax unajiona wapi? Laymar 5 years to come. Ni Laymar, anasema Laymax. Laymax yule dadangu wa keki. Tuko nayo kule FM kama tuko na mchanganya. Ananivuruga kumbe Laymax na Laymar. Anyway, sawa. Laymar 5 years to come itakuwa ni kampuni kubwa tu. Yes, itakayokuwa na vijana ambao itakuwa najua, kwa sababu mimi mwenyewe natamani siku moja niwasaidie wengine kulipa bili zao na maisha yao. Lakini pia ni matamanio yangu kwamba niwasaidie zaidi wasichana ambao wanatoka vyuo, wasisubirie kuajiriwa ama ile notion ya hana cha kufanya bora akaolewa. Olewa kwa sababu umependwa au mtu amesema nataka, sio kwa sababu you have no option. Kwa hiyo natamani kuwasaidia kwa jamani, we do this. Tunaanza hivi, tunafuata hivi. Ndio maana sasa hivi pamoja na kwamba nauza biashara zangu urembo na nini, lakini I get time ya kuongea na wateja. Yes, hata ukiangalia video zangu recently kuna wanao kuja kabisa dukani, yani tunapanga appointment. Wanakuja, pata muda kuna ambao wanaomba appointment nje ya ofisi, napata sababu yani siku moja nataka iwe ile platform ambayo tunasema Layman. Kwa CFM pengine unahusika na biashara gani? Mimi nahusika na biashara za urembo wa kike kwa bei za jumla. Una muda gani sasa hivi toka umeanza? Kwa kuanza nilikuwa na ofisi physical ni miaka 4. Nianza 2021. Kwa hiyo mwaka huu wa 7 ilikuwa ni miaka 4 full. Ila ile ya kuanza biashara kuinga baza way back. Hata nadhani hata for full pomaliza nilikuwa najaribu nimefanya vitu hapo katikati. Yani unajua ile mtu ambaye I want to get that money. I want that money. Kwa hiyo baada ya for full ile hivi network marketing nimevifanya. Kidogo nikawa na print t-shirt nauza. Yani ili mradi tu usiombeombe sana. Sasa mbona kuanza kwenye masomo ya biashara? Naona una interest na biashara, lakini mbona unachosomea tofauti? Na kumbe toka enzizo sekondari. Nilifikiri pengine sasa hivi ungekuwa BCom huko, baadaye ungekuja kuwa accountant, vitu gani huko. Sasa hichi ndio kitu ambacho nadhani kama sio wazazi wa sasa tukibadilishi kwa watoto, basi ni kuanzia sijui wazazi walipita. Yani kuna ile kwamba kuna vitu havijawahi kuongelewa kwenye jamii kwamba ni vitu vizuri kufanikiwa. Mpaka mzazi mkuta anamwambia mwanae utakuwa mfanya biashara mkubwa ni wachache. Wazazi wengi wanakuta uwe lawyer, uwe daktari, uwe sijui pilot. Yani kuna career wao wanazungumziaga, career business hutaisikia sana. Labda kama siku hizi, lakini kwa miaka ya nyuma hapo kidogo, yani kwa kuna career ndo zilikuwa zinaonekana that's the kind. Kwa unajikuta mtu unakuwa, mimi nimesoma CBG. I wanted to be a pharmacist. Chemistry kanilamba. Tosha. Na nikasema sito bora tu nikafanya hiyo international relation, naweza
nikasaidia kusuluhisha migogoro. Kwa kweli tungekuita sana Kongo na kule Urusi na Ukraine. Singewaangusha. I say hatari kabisa. Pengine au kuna mtu alishia kuinspire maybe kwenye familia au kuna mtazama toka kwa mdogo kwa natamani wewe kufanya. Yaani nataka nijue hiyo inspiration ilitoka wapi kujikuta tu unapenda kufanya vitu hivyo yani. Inspiration imetokana na kwambie mimi lengo langu la kwanza katika maisha yangu kuwa free na familia. Yani mimi nilikuwa napenda kuwa wife and mom. Sawa? Kwa sasa and I want to be and I have become that. Na nilikuwa natamani niwe wife and mom na niwe free kuamua kwamba leo siendi kokote, mimi nacheza na wanangu from morning to evening. So wakati nikiwa chuo nilishawahi pia kufanya part time job ya miezi mitatu. Nimeshafanya kama 2 times. Kwa zile vile vipindi vya likizo. Kwa hiyo nikaona kwamba I have to be there mapema saa 2 niwe pale. Bosi amekutuma asira zake amezimalizia kwako. Sio nini, nikaona kabisa ikifika jioni uko hoi kurudi nyumbani kwanza una visirani, wewe amekutukana, kosa lilikuwa la mtu mwingine. No, this is not what I want. Better kujiajiri. So na kwa nini sasa hivi naifanya kwa nguvu? Kwa sababu na enjoy. Ulishia kuajiriwa manake? Yani like, soko mbele ndo zile za part time za miezi mitatu yes, lakini you are there ofisini asubuhi mpaka jioni for 3 months. Yes. Kwa hiyo yani niliona nikaona no. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nilifanya mimi nifanye biashara kwa nguvu ninayofanya ni vile nilivyokuwa nataka kuishi. Na ndio kitu ambacho nawaambia sana marafiki zangu wadogo zangu sana. Have a picture of who you want to become. In every aspect, every angle. Usiache kitu, yani tengeneza picha yako kamili. Usiache chochote. Nikisema usiache, kuna mwingine anatengeneza picha tu unataka tu kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ila hujui kama unataka kuolewa au hutaki. Unataka kuwa mama au hutaki. Unataka kuwa mtu wa kanisani au hutaki. Alafu siku vikija unashindwa kubalance. Kwa sababu hujui kama this is you wanted this or not and utabalance vipi hujui. Lakini tengeneza picha kila kitu. Yani mimi nilitengeneza picha bwana. Yani ya kila kitu. Siwezi sijisifii unajua. Ila nilikuwa mbele ya muda. Nilikuwa mbele ya muda. Na hata mdogo wangu ambaye ndo mwisho kwetu mara nyingi wanaongeaga naye. Na namwambiaga kikitokea namwambia nilikwambia nataka hiki. Tayari kimeshatokea. Wewe kwa kike au kiume? Kwa kike. Naye anasoma sasa. Yeye interest zake nini? Yeye yuko kwenye pharmacy. Yeye amefuata ambacho mimi nilikia. Acha. Lakini ukimtazama unamuonaje naye au anafikiri tu akitoka hapo hata kufungua maybe? Ninachojua ana spirit ya biashara pia kwa sababu hata sasa hivi niko hapa yeye ndo ameshika huko. Amepeka. Kama unakumbuka hata jana wakati tuna confirm nilikwambia wewe muulize mdogo wangu kama anaweza akani. Yes. Kwa hiyo anaweza pia kufanya biashara. Na yeye nilimwambia tengeneza picha ya halisi ya wewe. Kama unataka kuwa pharmacist katika level gani? Ili usije vitu vikatokea katika maisha yako ukaona ni by surprise. No, unajua kuna muda mwingine vitu vinatokea kwa maisha yako hata sikutegemea. You didn't have a picture. Kwa mtu nikwambia kuna mtu akipata $5,000,000 anatetemeka hivi kwa sababu hakuwahi kufikiria kwamba kwenye biashara yake angefanya kwa $1,000,000. Alafu kuna mtu anapokea $100,000, $200,000 kila mmoja imeshaenda kwenye kazi yake kama vile haijapita kabisa hiyo la mkono wake. So you create the picture you want to identify. Okay, sawa. Sasa hivi ni mke na una watoto wangapi? 2 Wana umri gani? Wadogo. 2 under 2. Okay. Safi sana. Hera sana. Na hisi unafurahia sana mama huyu. Ni ile ukirudi tu kimwangalia tu hivi unaona kabisa ana feel kwamba ulikuwa haupo umerudi. Naona. Safi sana. Mimi natamani sasa uzungumze na kijana ambaye sasa hivi anakutazama kwa sababu amekufahamu kwa kidogo kuhusu wewe, namna ambavyo umetoka mpaka umefika na vitu kama hivyo. Natamani uongee kitu kuhusu kijana ambaye sasa hivi anakutazama. Na lipi la kumwambia ambaye pengine anatamani kwa at least kama wewe. Wewe ni role model pia baadhi ya watu. Yamkini amekwambia au hujawahi kuambiwa? Baadhi. Na sitashangaa kwa sababu pia ni kitu ambacho niliwahi kukitamani. Ambacho mimi naweza nikwambia ndio hichi ambacho nimesema kwanza. Kuwa na picha ya wewe unataka kuwa nani katika engo zote za maisha. Who you wanna be. Yes. Kuwa na picha yako halisi. Do not buy anything
katikati ambacho hakikufikishi kwenye malengo yako. Yani usivumilie, yani wewe unataka kuwa askari, fanya unavyoweza kufanya kuwa askari. Katikati hapa kuna mambo ya mara sijui kidogo watu wamekudanganya ukafanya drugs, sijui imetokea umeenda sijui umechora tattoo, sijui mtu amependa. Unajua kabisa hivyo vitu hauwezi kuingia jeshini ukiwa hivyo. Do not buy that. Stick on your ambition. Yani kuwa na picha yako halisi. Alafu usikubali uambiwe haitawezekana kwa sababu sio kweli. Unajua yani hata mimi leo kwa hapa nilipo kuna vitu niliwahi kusikia ama kuambiwa kwamba haviwezekani. Na kuna nyakati nilikuwa naona like hivi kinawezekana. And pap kinawezekana ndio tunashangaa kimewezekana na kimepita. Nasema yani kwa nini nilikuwa nakihofia? Unajua okay, labda nikushuhudie hichi kitu. Kabla ya ofisi ambayo niko nayo sasa hivi, ofisi nilikuwa nayo mwanzoni ilikuwa iko kwenye ka corridor hivi, ilikuwa ndogo ndogo. Nini huko kwa Kariakoo. Anasia gharama kuleta unakuta sehemu kama shobabu 500 kwa mwezi maybe. Unaambiwa ongea na watu vizuri. Kwa kweli. Sasa tulikuja ile nyumba ilikaa imeingia kwenye migogoro. Kwa sisi tulopanga pale tulitakiwa tuondoke. And it was tumelipa kodi mwezi wa 12, mwezi wa pili tumeambiwa tuondoke. Na hakuna namna yoyote ya kurudishiwa zile pesa. Huko sitaki hata kuongea sana. Nataka tu watu wajue kwamba kulikuwa hakuna namna ya kurudishiwa zile pesa. Kwa hiyo ibidi tu nifunge vitu vyangu papapa kia nikatulia nyumbani for a month. Wakati nimetulia nyumbani for a month, nilikuwa natafuta sasa kupata ofisi. Kariakoo maeneo ya ground level hayashikiki, unahangaika upate kirahisi, unakopata unaona kabisa na biashara yako haviendani. So then katika kuzunguka nikaona ofisi iko kwa juu. Back in the days Kariakoo slogan ilikuwa gorofani hauuzi. Sababu Watanzania hawapandi ngazi. Wanapanda ngazi wanalalamika yani akifika huko kote. Kwa nikana kodi nzuri, ofisi kubwa. Yani ni kama mara 2 au mara 3 kwa sababu ndio hivyo haina wateja. Yes. Kodi ukubwa ni mara 3 ya kule niko mara 3 mpaka 4 nikasema. Sasa nafsi yangu nasema mimi sipenda kusema roho inaniambia ni Roho Mtakatifu pia. Chukua hii sehemu. Okay, basi. Mzigo wa kujaza hii sehemu ninao. Sababu kwa ofisi kangu kutoka kalikuwa kadogo tu. And wasipokuja mimi nafanya. Lakini kwenye kibiashara that was a big decision ambayo yani nadhani katika sehemu ambazo nimewahi kudoubt ilikuwaga ni hapo. Tatoboa kweli patatoboa. Lakini wanakuja. Wamwekeza mtu nipande hizo ngazi haya. Anakuja na wanaolalamika ni wachache. Katika 100 labda 10, wengine they find it okay. Unawaambia vijana marafiki zangu, mimi nitatuma rafiki kuwa na picha halisi ya nani unataka kuwa. Usiruhusu kitu kikurudishe nyuma na uambiwe hapana. Lakini pia kuwa na picha halisi utavuta watu ambao wanaweza kusupport. Unajua mtu anasupport mtu ambaye anajua nini anataka. Lakini hujui unachokitaka, how big you want to be. Upo tu kama ambavyo wengine wapo. Basi. Sawa. Pengine katika biashara yako ambayo unafanya una changamoto gani ambayo ilikukuta ni kubwa sana ambayo kama utaisahau na pengine ulifanikiwa kuisolve? Labda inaweza kumpa moyo huyo ambaye anatamani kuwa kama wewe. Hiyo ya kuhamishwa ilikuwa ni ya kwanza. Yes, naweza kusema ndio ilikuwa ya kwanza kubwa. Sababu yani ilibidi nitafute tena kodi nyingine mwaka. Sawa Shukuru Mungu lakini kwa sababu amenipa mume mwelewa, supportive, alinisupport na vikaendelea. Ni kitu kingine niliwahi kuagiza mzigo afu kaja ambavyo sitarajia. Ukaje kulikuwa ukutegemea kabisa Na ulikuwa ni mzigo ambao niliinvest hela nyingi na nilikuwa na utarajia unipush sana. Na mpaka leo vile vitu vipo. Na hata mtu akija simuonyeshe kwamba chukua hivi nilisema hivi nitapambana navyo mpaka mwisho. Lakini ilikuja mzigo wa cheni ambazo sikuzitarajia. Yani nimeagiza kingine, supplier akaweka kingine na hana habari na wewe yani. Hana habari kwamba amekukwamisha. Na hapo ndo nimehamia kwenye hiyo ofisi yani mpya bado yani. Kwa hiyo kila kinachoingia kwangu ni cha thamani sana. Unakitarajia kwamba kikupush. Then mtu anakupa kitu ambacho hujakitarajia. Vingine vyote siwezi kusema ni machangamoto makubwa. Vingine vyote tunadili nao.
kinyoto kayapite. Yeah, yani ukishatengeneza kwamba hili ni changamoto likubwa litakusumbua. Kwa kuna vingine vinakuja hold. Na ukisema changamoto kama inasikiaga hivi inazidi kuwa kubwa zaidi. Yes. Kwa una meza mate useme okay, naanzia wapi? Ukishaanza tu kumeza mate ku cool down, yote vinabebeka. I say basi bwana bibi Happy Lema. Nimefurahi sana na mimi kabisa pia Mtanzania huyu ambaye anasikiza pengine hata ndugu zetu majirani mipakani huko wanakufuatilia wamefurahi sana. Mimi nashukuru kwa kupata huu muda na niwatie moyo. Yani mafanikio yapo. Sisemi kwamba mimi nimeshafanikiwa sana, hapana, lakini niliko leo sio ambako nilikuwa jana na ninaiona bado. Nadhani unasema pia hii ungeweka sawa, sijui wanasema mafanikio usijipime na mwenzako, sijui jiangalie mwenyewe ulikotoka. Yes, hata mimi naambiaga mara nyingi ukianza kuangalia kushoto kulia ufiki. Wewe angalia ulikotoka ni sawa na leo. Kama pako sawa, make it hard. Na kesho utakuwa ambako haukuwa leo. Yeah. Na ukisema angalia watu unaweza kushangaa na kufanya pressure. Unakufanya pressure na ndio wengi wako hivyo. Si unaona hata umeniambia kuna wengine wanaogopa kwanza biashara kwa sababu amemwangalia shangazi alifeli. Mtaani kuna jamaa alikuwa na duka la mangi limeporomoka. Ukiangalia hao no. Wewe angalia wewe unataka nini? Then ifuata misingi ambayo hivi vitu ambavyo nimewaambia ambavyo kwangu mimi niliona ni misingi na vimenisaidia. Bahati nzuri mtandaoni sasa hivi watu wengi wanaelezea yani. Na ukiamua kusikiliza, unajua pia mtandaoni watu wanatakiwa kujua kuitumia mtandao vizuri. Mtandaoni Instagram ukiangalia sana vyakula, kila ukiscroll inafuata ya chakula. Ukiangalia sana mpira, kila unavyo scroll anafuata Morrison, Panzo, Yanga nini. Ukiangalia mambo ya udaku umbea zitakuja tu hao. Yes. Ila ukiamua kuwafuata watu wa mambo ya dini. Kwa kama unataka kufanya biashara, you want to succeed, follow watu ambao unajua watakusaidia succeed. Wasikilize. Yani ukianza tu kwa search mara 2 mara 3, wenyewe ile algorithm yao ina detect. Automatic unaanza kuletewa vitu vya hivyo. Kwa unaanza kupata ile motisha. Unajua pia kadri utakavyosikia ndivyo unapopata motisha. Yeah, kwa unasikia mara leo umeletewa Vusi, kesho umeletewa Huru, kesho umeletewa sijui na Nauka, kesho umeletewa nani? The more unasikia unakuta I have to start. Na hapo ndo ambapo bwana, shukrani sana. Bwana huyu anaitwa Happy Lema na tumezungumza naye leo hapa. Huyu bwana ni mfanyabiashara lakini pia ni mwanamke mmoja very strong, mpambanaji kweli kwenye mambo kama haya. Na hii leo amezungumza kwa ajili ya kuencourage wewe ambaye kwa sasa unatufuatilia kupitia Bongo Brothers kwamba namna ambavyo unaweza ukafika hapa ambapo unatamani kufika. Usiogope, acha uoga, utafika as long as kama utakuwa na nguvu ya ndani ambayo inatoka moyoni mwako. Itakuwa hivyo. Mimi naitwa Godwin Mawanja, kaka Jimba. Next time tena tukutane hapa Bongo Brothers. Kwa sasa nikwambie ciao.